lakini anakuja kukuuliza wewe shida yako. At least when you are open and then you can receive it. Ni mpaka ufunguliwe au ufunguke ndio unaweza ukapokea. I want to open something very great. Napenda nikufunulie kitu Many kimoja. people even in their prayers, Watu wengi hata wanapoabudu they are trying to hide God, their situation, their problem, their trouble. wanatamani kufichika shida zao mbele ya Mungu, mateso yao kwa Mungu. And how you want God to assist you to help you. Na namna gani unapenda Mungu akusaidie? This is the warning what the apostle they was doing in the church. Na hii ndio kuwaonya mbele mitume walikuwa wakiwaonya ndani ya kanisa. Because at that time it was a corrupt generation. Kwa nini? Kwa sababu hicho kipindi kilikuwa kipindi cha kizazi kinachokwenda kuangamia. And today we see we are living in corrupt generation. Na leo tunakwenda kuona kwamba tunaishi hicho kizazi. When we are talking about corruption and we know what is corruption. Tunaposema kuhusu corruption tunajua nini Means corruption. to do what is not right. Inamaanisha kufanya yale ambayo si Means to do what is not clear. kufanya yale ambayo yana wazi. So you are corrupt. Uko corrupt. And I just want to open something. Napenda nifunike Like a traffic officers. kama watu wa trafiki au PCR au polisi. Yeah, you know what they always do. Unajua kitu gani And wanachofanya? they're always under corruption. Kila mara wako ndani ya corruption. You can have all document of your car. Unaweza kuwa na madokima yote ya But they don't want that. lakini hawataki. But they want you to give them something. Wanapenda wapatie kitu fulani. That is a corruption. Ile ndio So corruption. the life we are living right now Ndio generation is a generation of corruption. ni generation perverse. Even in the church we find there is a corruption. Hata kanisani tunakuta kuna kwa I want corruption. to open something very good. Napenda nifunue kitu fulani. About this, what happened in South Africa. Kilichofanyika Afrika Kusini. So there is a corrupt miracles. Kuna kwa miracle corruption. Means fake miracles. Miracle ya uongo. So they talk of someone and they to pretend like he's sick or he's dead. Wakaandaa muujiza kusema kwamba huyu mtu ni mgonjwa na anakufa. Hallelujah. And when they are doing that, Na wanapofanya so hicho, that the all world might see that this man is a powerful. ili dunia This prophet nzima, is powerful. ili dunia mzima ione huyu mtu ni wa uwezo, huyu nabii ni wa uwezo. So the corruption is already conquered the world. Corruption inakwisha kutawala dunia. The corruption is already conquered the churches. Corruption imekwisha kutawala ndani ya makanisa. The church where there's no truth. Ndani ya makanisa muna ukweli. So it's corrupt. Iko corrupted. So the king of corruption is the devil. Na mfalme wa corruption ni shetani. And our God said, Na Mungu wetu he anasema wanted true worshippers. anatafuta waabudu So they wake worship him in the spirit. ambao wanaabudu katika roho na So kweli. when that is there in the church, Na wakati two inapokuwa elements in the church. vitu viwili ndani ya kanisa, So mean there's no any corruption. ambaye hakuna corruption yote. So a lot of people they are faking things. Watu wengi wanakuwa na vitu vya All uongo that you want the people of God to left God and to follow them. ambao wanatafuta watu wa Mungu waache Mungu na wafuate hivyo vitu. How many people Watu wangapi they are in the building of corruption? wako ndani ya manyumba ya uongo? But apostles, Lakini mitume they got the time, walipata good time muda to mzuri one people, kwa mtu mmoja, not to follow people, those people that are doing corruption. hapana kufuata watu wanaofanya corruption. Listen, Sikia, you know the love of God is so great. Mapendo ya Mungu yes, iko mkubwa sana. yes, l'amour de Dieu est très grand. Bila Mungu anakalaka anatupangia ni vitu vinene sana. Ce que Dieu arrange pour nous sont de grandes choses. I just want you to follow me carefully. Napenda nifuate polepole. Just be quiet the way you are quiet. Kaa kimya unavyokuwa Because I kimya. know the word of God is going to touch you and to transform you and to change you. Kwa sababu najua neno la Mungu litakwenda kukugusa, kukubadilisha Because the word- na kubadilisha maisha yako. The word what I'm ministering to you Kwa sababu neno is ninayokupatia leo powerful word. ni neno ya It uwezo. will go straight to your Itaenda heart. sawa sawa na moyo wako. You lack notes and it will go straight. Upende itaenda sawa. Amen. When we are ministering, we are preaching the word of God, and some people they have become angry. Ndio kwa maana kila mara nakuwa très serieux ninapofundisha na kuhubiri maneno ya Mungu, na watu wengine wanasikitika, wanaona. Amen. And the Bible says Biblia inasema they devoted themselves to
to the apostle teaching. Wakakaa wenyewe katika mafundisho ya mitume. So the way you are there, kama ulivyo wewe, is what was happening. ndivyo ilivyokuwa ikifanyika. You know the scripture that we read that right now. Unaona ile verse ambayo tulisoma hapo. In the scripture that when the church of Revelation started, ni wakati ambaye kanisa Ufunuo liko umeshaanzishwa. Amen. So the apostles, they could not go out without having power. Mitume wasingeenda nje bila kuwa na uwezo. They cannot go out ministering without having authority. Wasingeenda nje kwenda kufanya kazi ya Mungu bila kuwa na mamlaka. But they devoted themselves in the prayer, waiting for the Holy Spirit. Walikaa wenyewe kwenye maombi wakingojea Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. So the Bible says, Biblia inasema when the power of God comes, wakati uwezo the Holy Spirit comes. Roho Mtakatifu. So all of them, they was filled with the power and anointing and authority. Wote walisikia uwezo, walisikia nguvu au mamlaka ya Roho Mtakatifu. His way speaking in tongues started. Ndio kusema kwa lugha kulianza. Is when the speaking tongues started. Ni wakati ambaye lugha ilianza kusemwa. Abraham never speak in tongues. Abrahamu alikuwa bado hajaomba. Moses never speak in tongues. Musa bado alikuwa hajaomba kwa lugha. Elijah never speak in tongues. Elia bado alikuwa hajaomba kwa lugha. But is this generation chosen by God? Lakini hiki kizazi ambacho kimechaguliwa na Mungu, With inspiration of God, pamoja na inspiration ya Mungu, with the power that God saved. pamoja na nguvu ambayo Mungu alituma. So it's when people they start speaking in tongues. Ndio watu walipoanza kusema katika lugha. And the Bible says, Na Biblia inasema, and then when there was devoted in the teaching of apostles, walipokuwa wamekaa kwenye mafundisho ya mitume, so there was in common. walikuwa kimoja. No one is having his own idea. Hakukuwa mtu ambaye alikuwa na kwake mawazo. No one is selfish. Hakukuwa mtu ambaye angeweza Selfish. Mpaka peke yake. hakukuwa mtu ambaye angekuwa na ile hali ya umimi. Yaani kutamani mambo yote mimi. Ndio mpaka mimi nyende kumbele, mpaka mimi nifanye hivi. Ndio tu hadi kukuye. Amen. Hallelujah. So there was devoting apostle teaching. Walikuwa wamekaa kwenye mafundisho ya mitume. And they were in fellowship and the prayer. Walikuwa na ushirika na maombi. And the breaking bread. Na walikuwa wametumia mkate. So all this they were sharing together in common, one heart and one spirit, one soul and one mind. Haya yote walikuwa wakifanya kwa ushirika. Ushirika, roho moja, moyo moja, nafsi moja na mambo yote mamoja. So they don't know anyone who is out of the will of God. Hakukuwa hata mmoja ambaye alikuwa nje ya mapenzi ya Mungu. So fellowship, all of them they were fellowship the same one God, the same God. Kila siku walikuwa na ushirika, walikuwa na ushirika na Mungu mmoja, Mungu mmoja pekee. Hallelujah. Amen. So I want to open something very great. Napenda nifunue kitu kimoja. And the people of our days, this generation, watu wa kizazi hiki, you guys, you are thinking that you are suffering, I don't know how. By the help of Holy Spirit, you are going to understand what is the church. kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tutakwenda kujua nini ndio kanisa. Because a lot of people they are in the church, they don't know why they are in the church. Kwa sababu watu wengi wako kanisani na wajue kwa nini wako And kanisani. they don't understand why they are praising, they are worshiping Na God. hawajue hata kwa nini wanasifu au wanaabudu. So there is some of moments in time, Ndio kwa maana kuna wakati au muda fulani, and if you know what you are doing, kama unajua kile unachokifanya, you'll be serious when you are praising God. utakuwa serious unapomsifu. You'll be serious when you are worshiping God. Utakuwa serious unapomwabudu Mungu. So people, they are always focusing on miracles. Watu wanakimbilia kila mara kwenye miujiza, And the miracles always there. na miujiza kila mara iko. But God wants true worshippers. Lakini Mungu anataka waabudiwa wa I kweli. said God wants true worshippers. Lakini Mungu anataka waabudiwa wa kweli. Those that worship God in the spirit and the truth. Wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. So this is the time and moment Huyu ndio wakati na where you saa can show God that you are worshiping in the spirit and truth. ambao utamwonyesha Mungu na mwabudu katika roho na kweli. So when you are not praising God in good way, Unapokuwa mwabudu Mungu au msifu Mungu katika njia ya kweli, you want who can bring you to the throne of God. unatafuta nani atakaye kuinua kwenye
Madhabahu. So you are yourself. Wewe peke You yako can know how to do. unatakiwa ujue namna gani kufanya. You can please God. Namna Listen. gani unaweza kumfurahisha Mungu. You know when I'm standing here. Sikia, ninaposema So the work I'm doing this morning. ninapotumwa hapa ndivyo You know why I'm serious. Unajua kwa nini niko serious? You know why I'm focusing. Unajua kwa nini na bidii? Because the time I want to please God. Kwa nini? Kwa sababu muda nataka nipendelee. So I'm not here to please anybody. Na siku hapa I'm not here to worship anybody. na siku hapa kwa kuabudu mtu yeyote. But I'm here to please God. Lakini niko hapa kwa That's the kumpendeza reason Mungu. my moments, Ndio kwa maana muda wangu I always be serious. serious. You like it to watch. Unatakiwa upende, upende. Ni wakati nakalaka serieux. C'est le moment que je suis sérieux. Parce que ni wakati yangu. Pourquoi? Parce que c'est mon moment, c'est mon Ya temps. kutosha sauti ya Mungu ni mfurahie. Amen. You know when the singers, when always praising God, there are moments they can dance anyhow. Unajua wakati waimbaji wanaposifu Mungu wanaweza wakacheza, They can praise anyhow. wanaweza wakasifu kwa kuabudu. Why they always do that? Kwa nini wanafanya hivyo? Because it is their moment. Kwa nini? Kwa sababu ni wakati wao. But they give you offer your moment to worship, to talk with your God, but you are not talking to God. Wanakupatia offer wakati wa kuabudu au kusema na Mungu wako, lakini unashindwa. For you to say something to God, but you are not there. Kwa wewe kusema neno moja na Mungu lakini hauna pale. So this is not a place where everyone can come like is crying, like I don't know, is mourning, I don't know what. Hapa sio fasi ambayo mtu anaweza kaja akilia au sijue namna gani. This is the place Hii ni fasi. we must worship God. Tunatakiwa We kuabudu must Mungu. praise God. Tunatakiwa kusifu So Mungu. we are going to read Ndio tunaenda kusoma. in Acts chapter 2 verse 40. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 14. Verset 40. And you go down. Na So tunasoma I read. With many others word, he warned them and he pleased with them. Save yourself from this corruption generation. This look at here. This is very powerful and wonderful. hii ni nguvu sana na ni ya The maajabu apostle sana. said, Mtume anasema save yourself okoeni ninyi wenyewe from this corruption generation. na hiki kizazi kenye kwenda kuangamizwa. Hello? Halo, Are you there? uko hapo? Are you there? Uko hapo? Save yourself. Jiokoe mwenyewe. Listen, I'm not me, I'm going to save you. Sio mimi nitakaye kwenda kukuokoa It's wewe, not the prophetess is going to save you. wala sio nabii atakaye kwenda It's not kukuokoa, any pastor is going to save you. wala sio pasta yeyote atakaye But the kwenda Bible kukuokoa. says, Lakini Biblia save inasema yourself from this corruption jiokoeni generation. wenyewe na hiki kizazi kinachokwenda kuangamizwa. And here we are going to discover laws Na hapo tunakwenda kufunuliwa mengi about the new generation, kwa habari ya kizazi about what is happening right now. kwa habari ya nini inayofanyika sasa hivi. Hello, they are corrupt by the devil. Endelea. Vinakuwa vibaya sana Mungu. Nibilanishe tu vyote. Que je les détruise. Aliyasema kama yeye anaendelea atasaidia wengine. Il ne sait pas s'il prospérait, il va aider les autres. Njoo pale kanisa ya Mungu unakuwa paka bakulomba balombo. C'est pourquoi dans l'église nous n'avons que des mendiants. Amen. Because sauti ya Mungu haina tena ndani mwao baba yule njoo nimekona ya kanisa bakulomba Mungu nipatie. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas la voix, la parole de Dieu en est plus. You know what? Vous savez, I arrived in the level. kwa kupanda juu, The way you see me, unavyoniona I'm in the level. niko But mupango. I can ask to God, but it's not my portion. Naweza nikaomba kwa Mungu lakini sio sehemu God, yake. give me money. Oh Mungu nipatie Oh, pesa. give me this. Oh nipatie. That is not my portion. Amen. Sio sehemu yangu. What I want in my life Ninachopenda is to ndani ya know maisha true yangu God. To know true God. ni kujua kweli kwa Mungu. Mungu wa kweli. Yes, ni kujua Mungu wa kweli. Kufuata Mungu wa kweli. Kufuata Mungu wa kweli. Njoo niingie ufalme wa mbingu. Ili niingie ndani ya Njoo ile mimi naangaliaka. C'est ce que moi je regarde. Hallelujah. Amen. What about this thing? Ce n'est pas kwa ajili ya haya mambo, sio kwa sababu ya haya mambo. We started in the zeal of God. Tunaweza kuanza kwenye zero.
We started zero without anything. Tulianza kwenye Sleeping on the floor. tukilala chini. Only for the glory of God. Kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Only for God to fill us with His power. Kwa sababu Mungu atujaze na uwezo wake. So that we can bring the good news to the people. Ili tuweze kuleta injili kwa watu. By the time God was blessing me, Lakini wakati Mungu aliponibariki, I never know even how the blessing come. sikujua hata namna gani baraka ilikuja. I was walking by feet, but I started driving. Nilikuwa nikitembea kwa miguu, lakini I want to tell you something. kutembea na gari. For you to be a true Christian, Kwa wewe kuwa Mkristo wa kweli, forget about yourself. sababu kuhusu wewe mwenyewe. Amen. A true Christian, Mkristo wa kweli, forget about yourself. sababu kuhusu wewe peke Many yako. people, they don't forget about themselves, but the Bible requires us to forget about ourselves. Lakini watu hawaweze kukubali kusahau kuhusu wenyewe, lakini Biblia inatuomba tusahau shida zetu. When you forget about yourself, Unaposahau kuhusu wewe so you mwenyewe, are praying for your brother and your sister. utaomba kwa ajili ya kaka yako. It's dada when the yako. blessing of God can come in your life. Ndio namna ambavyo baraka ya Mungu itakia kwenye maisha yako. Maybe your blessing is just there, Inawezekana baraka yako iko wapi, but God wants you to pray for your sister. lakini Mungu anapenda uombe kwa ajili ya kaka yako, dada yako sana. Ule unachukia. Wale ambao unamchukia. Hallelujah. Amen. God is just waiting for you to pray for your brother, Mungu yawezekana na kuchunga uombe kwa ajili ya ndugu to yako. pray for your pastor. Uombe kwa ajili ya mchungaji wako. Amen. Unanyombea tu baraka inafungulika. Vous priez pour moi, Unajihesabu wewe mwenyewe. Leo atuhesabu ndani ya kanisa. Mais aujourd'hui, on nous Naomba supplie tuhesabu. dans l'église. La Bible nous recommande de nous souvenir. Hallelujah. Amen. And you know, I said the journey is too long. The journey is too long. Ah yes. Safari ni ndefu. Hallelujah. Safari ni ndefu. Amen. The journey is too long. Safari ndio ni ndefu. And that journey, Na hiyo safari no, you will not be happy every day. hautakuwa na furaha kila siku. Hallelujah. Amen. You will be in pain every time, pain. Utakuwa maumivu. Muda wa maumivu sana. Hallelujah. Amen. That's what Jesus said. Ndio kwa maana Yesu If you alisema, want to follow me, kama unapenda kunifuata, have your cross and follow me. chukua msalaba wako na So unifuate. the cross means suffering. Msalaba inamaanisha mateso. Hallelujah. Amen. If you have a touch in your mind, in your heart, in your spirit, Kama una hicho ndani ya kichwa chako, ndani ya moyo wako, and you be ndani ya moyo strong wako, Christian, utakuwa Mkristo mwenye I nguvu. want you to please God with everything you are doing. Utaenda kumfurahisha Mungu na yote unayofanya. Today we are making a big effort, Leo tunafanya nguvu kubwa, but that effort we are making na hiyo nguvu tunayofanya only for